Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ikiwa ni Machi 9 mwaka 2026. Mada ya leo inasema amani kupitia msalaba. Warumi sura ile ya 8 aya ya kwanza imeandikwa, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Tuombe. Lihimidiwe jina lako Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako tukiwa ni wa dhambi. Tunaomba utusafishe, ututakase, utubariki na utuongoze. Roho yako Mtakatifu akatusaidie kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Ikiwa wenye dhambi wanaweza kuongozwa kuutazama msalaba kwa bidii, ikiwa wanaweza kumwona kikamilifu Mwokozi aliyesulubiwa, watatambua kina cha huruma ya Mungu na hali ya ubaya wa dhambi. Dhamira yako inapokuwa imehuishwa na Roho Mtakatifu, unakuwa umeona ubaya wa dhambi, wa nguvu yake, hatia yake, hatari yake, na kisha unaiangalia kwa chuki kubwa. Unatamani kusamehewa, kutakaswa na kuwekwa huru, kupatana na Mungu, kuwa kama yeye. Unaweza kufanya nini ili kuupata? Unahitaji amani, msamaha wa mbinguni na amani na upendo nafsini. Fedha haziwezi kununua, uwezo wa kiakili hauwezi kuipata, hekima haiwezi kuifikia, hauwezi kamwe kutumaini kwa juhudi zako mwenyewe kuipata. Lakini Mungu anakupatia kama zawadi, bila fedha na bila thamani. Isaya 55 aya ya kwanza. Mwendee yeye na umwombe akuondolee mbali dhambi zako na kukupatia moyo mpya. Kisha uamini kwamba anafanya hili kwa sababu ameahidi. Ni fursa yetu kwenda kwa Yesu na kutakaswa na kisha kusimama mbele ya sheria bila aibu wala majuto. Mwenye dhambi anapokuwa chini ya msalaba akimwangalia Yesu aliyekufa ili kumwokoa, anaweza kufurahi kwa furaha kamilifu, kwa maana amesamehewa dhambi zake. Anapopiga magoti kwa imani chini ya Yesu msalabani, anakuwa amefika mahali pa juu zaidi ambapo mwanadamu anaweza kufika. Ashukuriwe Mungu kwa zawadi ya mwanawe mpendwa, na uombe kwamba asiwe amekufia bure. Roho Mtakatifu anakualika leo. Njoo na moyo wako wote kwa Yesu na unaweza kudai baraka yake. Unapozisoma ahadi zake, kumbuka kwamba ni udhihirisho wa upendo na huruma yake isiyoelezeka. Naam, wewe amini tu kwamba Mungu ni msaidizi wako. Anataka kurejesha maadili yake mema ndani ya mwanadamu. Kadiri unavyomkaribia kwa toba na maungamo, ndivyo atakavyokukaribia kwa rehema na msamaha wake. Hii ni Machi 9, mada ikisema amani kupitia msalaba. Na kwa nukta hiyo basi ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Mwamba imara, tajificha kwako.
wimbi la mawio, saya upweke, majaribu yanaponiandama, maisha pasi utulivu, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka, changamoto zikivuma na kutisha, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara tajificha